Gereza la Guantanamo Bay, moja katika magereza ambayo ni maarufu zaidi, lakini pia ni moja katika magereza ambayo yanaogopwa sana na watu wengi, na hii hapa ndio jehanamu ya magaidi wa Cuba. Gereza la Guantanamo Bay linazungukwa na maji baridi kabisa ya kisiwa cha Guantanamo nchini Cuba. Ni alama ya kivuli katika historia ya Marekani. Lilianzishwa mwaka 2002 kama sehemu ya vita dhidi ya ugaidi baada ya mashambulizi ya Septemba tarehe 11, 2001, ambapo lengo lilikuwa ni kuwashikilia wapiganaji wa Al-Qaeda na wanachama wa Taliban. Lakini pia gereza hili lilijikuta likigeuka kuwa kituo cha utata mkubwa zaidi na shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu. Hapa Guantanamo, wafungwa walikamatwa bila mashtaka rasmi, yani hawakupitia mahakamani, na walishikiliwa kwa miaka mingi zaidi na bila ya kupata haki ya kupata kesi au kujua hatima yao. Lakini pia katika mazingira haya magumu kabisa, mazingira magumu ya kifungo yalikuwa ni sehemu ya kila siku, lakini pia mateso ya kisaikolojia pamoja na kimwili yalikuwa ya kutisha zaidi na yasiyoelezeka. Wafungwa wa Guantanamo walikumbana na mbinu za uchunguzi ambazo hazipo kisheria zaidi, kama waterboarding, yani kuwazamisha kwenye maji kwa muda mrefu, na walikatwa baadhi ya viungo vyao na ambazo zilitumika ili kupata taarifa kwa nguvu zaidi. Hakuna huruma kwa wale ambao walishikiliwa hapa, huku wengine wakikosa mawasiliano na familia zao kwa muda mrefu zaidi. Upweke wa kutengwa vilikuwa ni moja katika sehemu za maisha ya kila siku katika gereza hili la Guantanamo, wakilazimika kukaa kwenye seli za peke yao, kila mtu akikaa peke yake. Hakuna kuchangamana kwa miezi na hata miaka pia. Wakati mwingine waliishi katika hali ya kutokuwa na uhakika wa maisha, yaani mfumo wa kifungo ukiendelea kuwafunga kimwili na kiakili zaidi. Gereza la Guantanamo linabaki kuwa alama ya kivuli kwa usalama wa taifa na haki za kibinadamu. Magumu ya wafungwa wake ni miongoni mwa hadithi za mateso zaidi, na gereza hili linawakumbusha watu ya kwamba duniani, hata katika vita dhidi ya ugaidi, haki za binadamu hazipaswi kudharauliwa. Moja katika magereza ambayo yanaheshimiwa sana na kuogopwa sana, haya ni moja katika magereza ambayo wanakwenda watata kweli, yani wale watu ambao wana kesi nzito, watu ambao wamefanya mambo makubwa zaidi. Lakini hata ukiingia katika gereza hili kiulaini kabisa, labda una roho nyepesi, hauna ukatili wa kiasi kile, lakini ukiingia hapa ni lazima utatoka tofauti. Ni moja katika magereza ambayo ndani yake vinatokea vitu vingi sana, vitu vingi vinafanyika, mateso makali kabisa, unyanyasaji wa kisaikolojia na kimwili zaidi vinafanyika hapa kati. Hakuna haki za binadamu ambazo zinazingatiwa, haki zote za binadamu unaziacha nje. Moja katika magereza ambayo yamezungukwa na maji baridi kabisa ya kisiwa cha Guantanamo, yani hapo huwezi ukaescape kwa namna yoyote. Hakuna mtu ambaye anaweza katoka katika gereza hilo, lakini pia vitu vingi ambavyo vinatokea hapo ndani ni vya unyama zaidi. Kama tunavyojua ya kwamba gereza la Guantanamo Bay ambalo lipo katika kisiwa cha Cuba ilianzishwa mwaka 2002. Baada ya mashambulizi ya kigaidi, serikali ya Marekani ilianza kutafuta njia za kukabiliana na vitisho vya usalama zaidi. Hii ilijumuisha kukamata watu ambao wanashukiwa kuwa magaidi au washirika wa Al-Qaeda pamoja na Taliban. Kipindi ambacho Al-Qaeda ilitrendi sana chini ya uongozi wa Osama bin Laden, ilikuwa ni moja katika vikundi hatari zaidi na ambavyo vimekuwa tishio kubwa sana kwa serikali ya Marekani. So walianzisha gereza hilo la Guantanamo Bay pale 2002. Lakini pia katika mwaka wa 2002 Marekani ilifungua gereza la Guantanamo Bay ili kuhifadhi wafungwa hawa. Gereza hili ilichaguliwa kwa sababu ya eneo lake ambapo lipo mbali sana na bara la Marekani, lakini pia linaweza kutoa udhibiti mzuri sana wa usalama. Wafungwa wa kwanza kabisa walifika Guantanamo Bay mnamo Januari tarehe 11 ya mwaka wa 2002. Walikuwa ni wapiganaji ambao wanashukiwa kutoka Afghanistani na nchi nyingine ambao walikamatwa wakati wa operesheni za kijeshi za Marekani. Kuanzia wakati huo, gereza la Guantanamo limekuwa likilalamikiwa sana kutokana na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya mateso dhidi ya wafungwa na ukosefu wa mchakato mzuri kabisa wa kisheria. So katika miaka ambayo imefuata kulikuwa na kesi kadhaa za kisheria ambazo zinahusiana na hali ya wafungwa katika gereza hili la Guantanamo, na mwaka 2008 Mahakama Kuu ya Marekani ilitoa uamuzi katika kesi ya Boumediene v. Bush ambayo ilithibitisha haki za wafungwa kuweza kupinga kifungo chao cha kupitia habeas corpus.
Lakini pia ingawa idadi ya wafungwa ilipungua kwa kiasi kikubwa sana kuanzishwa kwake, gereza la Guantanamo bado linakabiliwa na changamoto nyingi sana za kisiasa pamoja na kisheria. So mpaka sasa gereza la Guantanamo limekuwa ni moja katika magereza ambayo yanajulikana sana kutokana na mateso ambayo yanafanyika pale, na tumeona moja katika sababu ambazo zimesababisha kuanzishwa kwa gereza hilo ni ugaidi ambao ulikithiri kipindi kile cha miaka ya 2000, yani kutoka mwaka 2002 walianzisha kutokana na harakati za kukabiliana na makundi ya magaidi kama Al-Qaeda ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Osama bin Laden. So ni kitu gani ambacho unaweza ukaniambia kuhusu gereza hili la Guantanamo? Nipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, naitwa Official GZ, Official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.